Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika siku hii ya leo, na hapa tupo ndani ya kipindi maalum, na hasa ukizingatia tunaye Imam Said Twayib. Yeye ni mheshimiwa na mratibu wa ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kitaifa, lakini pia ndio katibu wa secretariat ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Na ukizingatia kwa kuwa yupo katika secretariat ya Baraza la Ulama ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, anayo mengi ambayo amepitia kujifunza. Lakini Imam Said, fahamu ya kwamba katika ulimwengu unavyoendelea kuna neno linalotamkwa sana na hasa likihusishwa na vijana juu ya Gen Z. Wenyewe yawezekana hawafahamu, lakini wapo wanaofahamu, lakini wengine yawezekana wanapotosha maana halisi ya neno hili ambalo kiuhakika hasa watu wengi hasa vijana na baadhi ya wazee wanaliweka katika taswira ya kwamba ukisikia Gen Z basi hilo ni neno la kwamba hawa vijana ni wakorofi. Sasa leo tutataka kufahamu, kwa kuwa wewe ni mbobezi na unao utaalamu, naomba tuambie Gen Z wanapolisikia vijana lina maanisha nini? Karibu sana. Hili neno Gen Z limefupishwa, maana yake GEN alafu Z. Hii kirefu chake ni Generation Z au Z generation, lakini Z hii ni Zoom au Zuma. Kwa unaweza kusema ni Zuma generation au Zoom generation. Hili ni lugha ya Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ni zama za watu wa Zoom. Sasa tutaangalia huko mbele itakavyokuwa. Na kwa hakika zama hizi zimetengenezwa na watu wa sayansi na teknolojia. Kabla ya sayansi na teknolojia, ufundi na utaalamu haujakuwa, yani tuseme hii teknolojia haijakuwa, kulikuwa na zama nyingi mpaka inakuja hii zama ambayo mnayo isema. Nitawakumbusha kwamba kabla ya hapo kulikuwa na zama za mawe, zama za moto, na zama zingine ambazo wakati huo zilikuwa zinaendelea. Lakini kama mnavyojua teknolojia kama ilivyo ni kwamba ni maarifa ya kimbinu, maarifa ya kisayansi, maarifa ya uwezo wa kutengeneza. Yanavyozidi kukua ndivyo mambo yanavyozidi kujulikana. Yani inakuwaje sasa? Yanakuwa kwa maana kuna maarifa yanakuwa developed ili kurahisisha mwenendo wa maisha ya mwanadamu. Na haya ni maumbile ambayo Mwenyezi Mungu kadiri alivyokuwa akiumba anawapa maarifa wanadamu, wanazidi kujisaidia katika maisha yao, katika uchumi, katika kilimo, katika mwenendo mzima wa maisha yao. Yale yaliyokuwa yanafanyika nyuma wakati ule, kwa mfano kama mavazi, watu walikuwa wavai kabisa. Lakini kadiri maarifa yalivyokuwa kiongezeka, watu wakawa wanavaa na wakafikiria mpaka kuvaa kwa kupendeza, sio kujistiri tu. Lakini kadiri ilivyokuwa na kwenda upishi ukabadilika, watu wakatoka kwenye kula vyakula vibichi wakaanza kuvipika. Watu wakawa wanavumbua vitu mbalimbali. Lakini imekwenda teknolojia, imetoka kwenye mfumo ule wa analog, ule mfumo ambao ni silent, ambao ulikuwa hujulikani ni mfumo gani, ukaja kwenye analog kwa maana ya mawasiliano. Ukatoka kwenye analog sasa uko kwenye digital. Na utatoka kwenye digital sasa kutaongezeka kitu kingine kinaitwa AI. Kwa hiyo swala zima la jinsia unaweza ukaona kama ni jambo la hatari kweli. Na kweli kuna baadhi ya watu wanalipotosha na wanawatumia nyinyi vijana kwamba majenzi ni watu ambao labda wanafanya fujo. Unaweza kuwatayarisha na wao wakatayarishika vyovyote utakavyotaka kuwatumia. Wakitaka kwenda kuharibu wanaharibu, hawana simile. Na kwa sababu wako katika kiwango cha nguvu na afya zao zinaruhusu, basi wanaweza kufanya chochote. Hayo ni matumizi na wapotoshaji wanaoyatumia mara nyingi kuharibu vijana wetu. Na hii kama mnakumbuka, nadhani nyinyi wanafunzi mnafuatilia kwenye mitandao, yalitokea kule Kenya. Kenya walifanya fujo, vijana wakavamia mpaka bunge kama mnakumbuka. Wabunge wakakimbia, wakavunja majengo, wakaharibu mali, wakafanya nini. Lugha ya Gen Z ndio ikaja pale sasa.
Ikaonekana kumbe Gen Z ni watu wanaoharibu mazingira. Na hili jala la Gen Z liko dunia nzima, na ndicho hicho ambacho mtu aliyeuliza swali au nyinyi mliotaka kulijua hilo liko hivyo. Lakini sasa kabla tujaenda kwenye Gen Z, nataka niwapitishe kwenye generations ambazo zimekuwepo kabla ya Gen Z ili muweze kuelewa. Yaani kipindi au tunaposema kipindi au kizazi au nyakati zilizopita. Kuna nyakati ya mwaka 1922 mpaka kwenda 1945. Na ukianzia 1922 ukarudi nyuma, na ukaja mpaka 46, kile kizazi au generation ile inaitwa silent generation. Yaani ni kizazi ambacho ulikuwa huwezi kujua kinachoendelea ni kitu gani. Anayeibuka asubuhi anakuna na lake, anayelala usiku kuamka anaamka dala kwake. Sasa kipindi hicho ni kipindi ambacho watu wengi walikuwa wanaendesha kitamaduni. Yaani unakuta Wasukuma wanavaa hivi na wanaishi hivi, wanaoa hivi, wanaoa hivi, na huku Wahaya wanaoa vinginevyo. Yaani ni mahali ambapo kulikuwa hakuna mfumo ambao ni urasmi kwamba utatumika nchi nzima, utatumika dunia nzima. Kipindi hicho kurudi nyuma mpaka kwenye enzi na zama zilivyokuwa zimepita. Hata wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na nyakati na nyakati. Nyakati alizoijia Mtume sallallahu alayhi wasallam sio nyakati walizokuwepo waliomtangulia. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho inaonekana kwamba kulikuwa na high depression na world war. Yaani walikumbana na vita ya nchi na nchi, ambao kama mnakumbuka vita ya dunia ilipiganwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo watu wengi, vijana wengi waliozaliwa katika kipindi hicho wamekutana na mahangaiko ya vita. Hiyo ni generation ambayo watu wengi kulikuwa hakuna kanuni wala sheria wala umakini wa vitu kama vya sheria. Lakini ukija kwenye miaka ya 1946 mpaka 1964, au wote vijana waliozaliwa katika miaka hiyo walikuwa na elimu, siasa, utamaduni na uchumi. Kwa sababu ni watu waliotokana na vita kuu ya dunia. Kwa sababu vita kuu ya dunia ilifanya nchi mbalimbali zianze kujitawala. Kama mnakumbuka, baada ya vita kumalizika ambayo ilianza mwaka 1939, na hapa tunazungumza, msije mkafikiri ni Afrika tu. Ilikuwa ni vita ya dunia, yani mataifa yote yalipigana tu. Yaani mataifa yote yaliingia kwenye mgogoro wa kupigana. Na hapo watu waliokuwa wamepokea wageni ndio walipokuja kugundua, kumbe huyu mgeni, kumbe huyu sio mtu wa kwetu hapa Tabora, kumbe huyu mtu sio kwetu hapa Kenya au Uganda. Kwa wakaanza kujiuliza. Mtakumbuka mwaka 1957 Ghana ndio ilikuwa ya kwanza kwa upande wa Afrika kupata uhuru. Ninachokizungumza kukaliwa kwa mabavu hayakuanza leo. Hata huyo Marekani mwenyewe alikaliwa na alikuwa anatawaliwa na Uingereza. Kwa hiyo mwaka 57 ndo watu hivyo, na mpaka Tanzania na wenyewe 1961 na wenyewe wakatoka hivyo kaenda mpaka Kenya, Tanzania, Uganda na sehemu nyingine. Kwa hiyo sasa kipindi hicho kinaitwa ni boomer generation, boomers generation. Kwa hiyo umeona kwamba kuna generation sasa hiyo ya kwanza na ya pili ni kati ya mwaka 1946 mpaka 1964. Lakini tunayo generation nyingine ambayo imeanza mwaka 1965 mpaka 1980. Wapo waliozaliwa hapo na sisi ndio tuliozaliwa hapo. Kwa mfano mimi nimezaliwa kati ya mwaka 1965 mpaka 1980. Watu wote tuliozaliwa hapo wote tunaitwa Gen X. Generation X. Achana na Gen Z. Unaona? Ambao tutakuja kuona Gen Z ni akina nani katika nyinyi. Kwa hiyo hao wote waliozaliwa hapa ni watu ambao sasa walianza kung'amua. Wameshatokana na vita, na wale kundi lililopita limejenga mashule, limefufua, limetafuta viwanda, limetafuta namna ya kujitegemea baada ya kuwa huru. Sasa kundi hili sasa la kwetu ndio kundi ambalo limekuja kutafuta shule, kuanza kusoma, yani kutafuta namna ya kuelimika na kuwa na knowledge katika maisha tunayoishi. Kwa hiyo sasa ikawa sasa hawa watu sasa ambao ndio rika yetu sasa, mimi ninayeongea, mimi niko kati ya mwaka 1965 mpaka 1980. Tukawa sasa ni watu wenye furaha kwa sababu tumekuta uhuru umeshapatikana, vita ya dunia hakuna, na ndo tukawa sasa na akili ya kufikiria nini tunaweza tukafanya.
tuongeze maarifa, tusome, tuingie, tukachimbe, na unakuta ma PhD holders, maprofesa wengi wako katika rika yetu hii. Huko nyuma usingeweza kuwapata. Kwa hiyo ni katika hiyo generation ya 3. Lakini generation ya 4 au kizazi cha 4 ni kile kinachoanza mwaka 1981 mpaka 1996. Sasa hapo nadhani kati yenu hapa kuna mmoja hapo wawili watatu watakuwa wako humu, japo inawezekana sio wengi, na nyinyi pengine ndio mnaolengwa. Sasa hii inaitwa generation Y. Sio kwamba eti ndio generation nini ile Gen Z, generation Z. Hapana, hii generation Y. Generation Y kazi yake kubwa ni katika, wameita kama ni millennium generation. Yaani ni kipindi ambacho sasa wanajaribu kuchukua vitu vya nyuma vile, wanaviunganisha na waweze kuendelea. Na ndio kipindi ambacho analogi, masuala ya kama mnavyofahamu, masuala ya utandawazi, teknolojia, imeanza kuingia sasa. Mawasiliano yale ya kawaida yameanza kubadilika, ndio kumeingia mtindo wa analog sasa. Ndio baada ya analog sasa ndio wanakwenda kwenye kipindi cha dijitali. Kwa hiyo hiki ni kizazi cha 4 cha mwaka 81 mpaka 96, ambacho sasa kati yao ni wale wana miaka kati ya 29 mpaka 44. Sasa tukija kwa Gen Z sasa, hiki ni kizazi cha 5 katika mfululizo wa vizazi. Lakini mkumbuke aliyetengeneza hivi vizazi ni watu wa teknolojia, sio watu wa dini wala nini, ni watu wa sayansi na teknolojia. Wamejaribu kugroup watu kwa sababu tabia zao zinafanana kama nilivyozieleza. Sasa tabia za mwaka 1996 mpaka 2012 ambao ndio generation Z au Zoom generation, ndio hao katika rika yenu wote. Wao wana miaka kati ya 29 mpaka 13, ambao sasa mimi najua hapa mlipo wote ni Gen Z. Kwa hiyo swali lenu linapoulizwa ina maana nyinyi mnahusika. Hawa Gen Z sasa sifa zao ni zipi? Kwanza muelewe kitu kimoja, ni watu wana elimu ya juu sana. Yaani wana uelewa wa hali ya juu sana. Kwa sababu gani? Wamezaliwa katika kipindi cha sayansi na teknolojia ambaye imeshakamilika. Hivi ninavyozungumza tumeshatoka analog, tuko katika kipindi cha digital. Yaani ni mfumo wa mawasiliano, urekebishaji wa maisha, kazi zetu, namna ya kuishi kilimo, kiuchumi, kisiasa na kimazingira katika hali ya wepesi na spidi. Yaani niweze kusema hivyo. Yaani ni katika kipindi cha digital. Yaani kiasi kwamba wakati ule ulipokuwa unashikilia simu ya mezani unaiweka sikioni, sasa hivi hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa hawa generation Z, hawa Gen Z ni watu ambao inasadikika wana uelewa wa juu, kwa sababu wanavisoma vyote vilivyotangulia na vilishakusanywa, vimewekwa kwenye kiganja. Kila mmoja hapa ana simu. Yaani leo hii ukitaka kuongea na watu walioko Australia unaongea bila tatizo. Ukitaka kujua rais fulani au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka gani, unaingia kwenye simu unabonyeza. Hiyo ndio knowledge inayozungumzwa ya Gen Z, ambao wana uwezo wa kuelewa na wanaelewa haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu kila kitu kiko kwenye kiganja. Lakini hawa watu wanaitwa kwamba ni better behaved, ambao and less hedonistic. Yaani ni watu ambao hawatawaliwi na jazba. Unajua kutawaliwa na jazba ni kuwa na knowledge ndogo. Yaani mtu yeyote unayemuona ana hasira au anaghadhabika ni kwamba uelewa wake ni mdogo. Sasa Gen Z hawana uelewa mdogo na wana ufumbuzi wa kutafuta maisha yao. Kwa sababu gani? Wameshajua ili uweze kuwa tajiri lazima uanzie sehemu fulani, utoke sehemu fulani uende sehemu fulani, utoke sehemu fulani uende sehemu nyingine, ndipo uweze kuwa tajiri. Kwa hiyo Gen Z hawezi kuchanganyikiwa kama kipindi kilichopita, kwa sababu tayari elimu ipo. Ili uweze kufungua biashara lazima uwe na leseni. Ili uweze kuwa na leseni lazima unapata mahali pa kufanyia biashara. Alafu uweze kukaa mwaka mmoja, alafu hapo biashara yako ikawa imefanana na tajiri wa kwanza Tanzania. Yaani unaweza kuwa tajiri ndani ya miaka 2-3. Hawa Gen Z hawafikiri hilo. Wakati sisi huku wa nyuma tulidhani hivyo. Lakini hawa sasa hivi hawezi kudhani hivyo, kwa sababu wana akili sana.
Lakini sayansi inaonyesha kabisa biologically, mabinti wengi hawawezi kupata ujauzito katika umri mdogo. Mabinti wengi kwa sababu gani? Wana elimu mimba inapatikanaje. Kwa hiyo hata wale vijana wa kiume unajua kabisa unaweza ukampaje mimba binti. Sasa sio kama zamani ambapo mtu alikuwa anajiendea tu, unajikuta amezaa mtoto hana baba, hana nini, kuna utaratibu unaojulikana. Matokeo yake ni kwamba hali ilikuwa mbaya. Leo hii tukikuona mtu binti amepata mimba na hajaolewa, hautuwezi kusema wewe ni Gen Z. Yaani wewe tafuta nyakati zingine, lakini sio hizi nyakati. Kwa sababu binti wa sasa anajitambua, ni generation ya Zoom ambayo kila kitu kiko kiganjani. Akitaka kujua namna ya kuolewa, namna ya kufanya, na hata akifanya bahati mbaya akaenda kwenye njia ambayo sio sahihi, anajua ni nyakati gani za kupata ujauzito scientifically. Vyote hivyo vimo kwenye simu. Leo hii hawezi kwenda kishamba shamba. Sasa hatumtegemei mtu wa namna hiyo. Lakini hawatumii pombe au vilevi kwa wingi. Mnajua kwa nini Gen Z hawatumii pombe na vilevi kwa wingi? Wanajua madhara yake. Mnaona wabujaji unga wanavyokwisha. Mnaona walevi wanaoanguka kwenye mitaro. Vyote hivi unaonyesha hasara ya tajiri aliyekuwa analewa pombe mpaka mali zikamuishia. Mnaonyeshwa msomaji alivyokuwa ameingia darasani akapoteza muda wake, analewa, anakula vilevi, alivyofeli. Vyote hivyo unavisoma. Sio surprised issues. Yaani wewe unavisoma. Kwa hiyo Gen Z hatutegemee awe mlevi, awe ni mtu ambaye hana nidhamu eti kwa sababu ni generation ya Z. Ukiingia kwenye mtandao manake wewe ni mtu sahihi. Lakini kitu ambacho wanacho ni active ni politics around the world. Yaani wao kwenye siasa, yaani nyinyi hapa mlipo tayari kutokana na mitandao ambayo mnaipitia, tayari mnaonekana ni watu ambao mnaijua siasa kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo mnahitaji kuingia kwenye uchaguzi, mnahitaji kugombea, mnahitaji kuwa viongozi. Ndio maana unakuta competition nyingi, utakuta mabunge yamejaa vijana. Utakuta vyama vimejaa vijana. Kwa sababu gani? Wana knowledge kubwa namna ya kuongoza. Wana knowledge kubwa namna ya kutawala. Lakini hatutegemei kwamba waingie kwa jazba kwa sababu wanaelewa matokeo ya jazba. Waingie kwa fujo kwa sababu wanajua matokeo ya kuingia kwa fujo. Hawezi kuingia kwa mapinduzi. Wanajua mapinduzi yalivyosababisha vifo, yakaharibu watu, yakasababisha watu kuharibikiwa. Lakini machache tu, particularly vijana ni watu ambao hao wa Gen Z ni watu ambao wana maarifa, wana muda wa kufikiria. Lakini imekuja kufanya uchunguzi wakati tunafanya masomo yetu, tumegundua vijana ambao ni Gen Z wengi wao ni watu wa dini. Yaani iwe dini ya Kiislamu au iwe dini ambayo sio ya Kiislamu, vijana wengi ndio wanaongoza dini. Kwa sababu gani? Wanamhofu Mungu. Kwa hiyo ukimuona Gen Z amhofu Mungu, huyu atafute generation yake au kaharibikiwa tu. Huyo sio kizazi cha sasa. Na ndio maana unakuta sasa hivi nyinyi mna elimu zenu za sekondari, mna elimu za vyuo, na bado mmekuja kusoma chuo cha Darul Maarif ili muongeze maarifa ya kumhofu na kumwogopa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii yote ni kwa sababu ni generation ambayo inajitambua. Kwa hiyo mtu ukisikia anakuambia Gen Z ni watu wa fujo, utawaita, watakuunga mkono kwenda kuharibu mali, kwenda kufanyaje? Huyo sio kweli, huyo amekudanganya. Na wakati huu wewe sio kudanganyika, kwa sababu akikwambia twende tukaandike tukafanye fujo, unaenda una Google tu mle. Unaangalia fujo maana yake nini? Nini matokeo yake? Unaangalia nchi ambazo zilifanya fujo, matokeo yake yalikuwaje? Unaangalia vijana ambao waliacha masomo wakaenda kwenye kufanya vurugu. Tunao watu humu walifukuzwa mpaka vyuo. Matokeo yao yakoje? Vyuo mpaka vyuo vikuu. Wapo humu wengine mpaka leo wako katika hali ambazo sio za kawaida. Hakuna mtu anaweza kuruhusu hivyo. Tena kuna watu wanawadanganya wakati mwingine. Wanaambia vijana kwa sasa hivi ukimaliza kusoma huwezi kupata ajira. Hivi Tanzania hii inayotoa vijana wasiopungua 100,000 wanamaliza masomo, unaweza kaajiri nchi 100,000, unaweza kaiajiri, na kila mwaka wanatoka. Hata nyinyi mtamaliza hapa, msitegemee mtaenda kuwa maimamu wa misikiti hapa, kwa sababu misikiti na wenyewe tuko kule jamani.
Usitegemee utakuja moja kwa moja unakuja kwa imamu wa msikiti, au usitegemee moja kwa moja unakuja kwa mwalimu wa madrasa yetu, kwa sababu tayari walimu hapo. Alafu wewe usifikiri eti kwa kupata elimu lazima uwe imamu wa msikiti, lazima uwe mwalimu wa madrasa. Haya maisha hayawezi kuwa. Kuna walimu leo ni viongozi wamemaliza na nini, kuna wengine ni mashehe, kuna wengine ni mashehe wa kata, wengine ni makatibu, wengine watendaji, na wengine wanafanya biashara zao binafsi, wengine wanafanya biashara za watu, wameajiriwa. Kwa hiyo hii ni elimu inayokusaidia wewe kuvuka hapo ulipovuka. Lakini kuna kitu ni watahadharishi, na hasa vijana, kwa wale mliouliza hili swali. Najua wakati mwingine mnaambiwa hivi kwamba kijana huna cha kupoteza. Asikudanganye mtu. Kuna vitu vitano kijana ukienda ovyo unavipoteza. Kitu cha kwanza, unaweza kupoteza uhai. Japo ni kadari ya Mungu kufa, ama sivyo? Lakini unaweza kupoteza uhai. Ndio maana hata pamoja na kadari, ukinywa sumu si utakufa bwana? Si umetengeneza tu mazingira ya kifo. Sasa ukienda unauona mtutu wa bunduki, au ukienda unaona mtu ameshika panga, au ukienda na mtu kashika kisu mtaani, alafu wewe unasema mimi huyu navaana naye kwa sababu kachukua simu yangu, au kwa sababu ameongoza mimi sikumchagua, au kwa sababu mimi alinitukana jana, anakuua kweli. Usiseme una cha kupoteza. Utapoteza nini? Uhai. Sawa? Lakini kitu kingine cha pili ambacho unaweza kukipoteza, utapoteza viungo. Kuna varanga tina ngumi zingine zinazopigwa mpaka mtu unapoteza mkono, unapoteza jicho, unapata kilema. Haya, pata kilema katika kipindi hiki cha miaka 22 ulionayo, miaka 25. Unakuja kupona baada ya miaka mingapi? 20. Utakuja kujisaidia wewe? Utapata familia. Maana umepoteza familia, umepoteza mke, unaona, umepoteza wazazi. Lakini la tatu, unapoteza muda. Yaani muda ambao ungeweza kufikiria mimi naishi vipi, nitalala vipi, nitasaidiaje wazazi wangu, unaupoteza kwenye makesi na ugomvi. Tena wakati mwingine mnagombania nini? Mnagombania labda mtu kakunyang'anya daftari. Mnagombania mtu kwa sababu kachaguliwa na wewe kushiriki kwenye kumchagua. Mnagombania nini? Kuna mtu kakwambia maneno makali. Tayari unapoteza mwaka mzima huko kwenye makesi ya kumpiga mtu na kumjeruhi. Unapoteza kwenye kesi ya kumuua mtu. Unapoteza muda kwenye mazingira ya kusaidia kuharibu mali ambazo zimewazunguka, wakati ule mnaviringishana, mnagoma. Make vita si wanasema haina macho. Vita haina macho. Mkianza kupigana hapa darasani, vioo mtavunja. Hatutakubali sisi mvunje vioo. Mkishavivunja tunawakamata, tunafungulia mashtaka, wazazi wenu wanakuja kulipa. Sasa haijulikani kama watalipa siku hiyo hiyo, sawa. Kama hakulipa na hatujui mahakama itaamua nini. Sijui kama tumeelewana. Kwa hiyo sije ukafikiri huna cha kupoteza. Utapoteza hata viungo. Lakini la nne, utapoteza mali. Kuna vitu utavipoteza. Baada ya kupoteza muda, utapoteza pia mali. Ukishapoteza mali, maana yake kuja kuanza itakuwa ni upya, ambapo hujui kama utaipata tena. La tano, utapoteza heshima. Heshima ni kitu kikubwa na ni muhimu katika maisha ya mwana wa Adamu. Yaani lazima heshima ilindwe. Yaani uonekane wewe ni mstaarabu, ni mtu mwema, na ni mtu ambaye una matatizo. Lakini kizazi cha mwisho ambacho tunacho sasa hivi kitakuja, ambao watazaliwa na nyinyi, kinaitwa Alpha and the Beta generation. Umeelewana jamani? Hicho ni kizazi ambacho kitazaliwa, yaani nyinyi mtakapopata watoto kuanzia mwaka 2025. Wengine si nimesema mnao watoto 2025. Mnao? Mna bwana, nyinyi hapa mjapata hata wachungu. Kwa hiyo 2025, kuanzia 2025 mpaka 2039, kizazi kitakachozaliwa hapo kitakuwa na teknolojia ya digital ya juu, lakini kuna kitu kingine kitaongezeka kinaitwa AI, artificial intelligence. Wakati huu itakuwa full participation. Yaani itakuwa inatumika kikamilifu wakati huo. Si mnafahamu artificial intelligence? Ni ile hali ya wanasema kwamba akili mnemba. Yaani mtu mmoja hivi unamuona, unaweza kumgawanya mara 3 na akatokezea mara 4. Kipindi hicho watakapokuja sasa
hapo watoto wenu sasa, nyinyi kwa sasa nyinyi watoto wetu sisi kizazi hiki. Sasa nyinyi watoto wenu watazaliwa hicho kizazi kitakuwa cha teknolojia ya hali ya juu sana, na hicho ndio kitakuwa kistaarabu pengine kuliko nyinyi, kwa sababu wao watakuwa wameshaelewa na wana elimu kama za kwenu, lakini wao watakuwa na artificial intelligence ambayo sasa hivi duniani ndio inaanza kutumika. Itatumika kwenye mabenki, itatumika kwenye maisha, itatumika kwenye driving, itatumika kwenye maisha ya kila mmoja, hospitali. Ndicho hicho kitu. Kwa hiyo mnaposikia Gen Z, msije mkababaika mkadhani labda kuna watu maalum. No, ni vipindi vya kikundi, yani tuseme ni vipindi vya kizazi cha watu kadhaa ambao wana tabia zinazofanana. Kwa hiyo moja wapo ni nyinyi ambao mko katika kipindi hiki cha Gen Z. Nimalizie kwa kuwakumbusha kitu kimoja, na hasa katika swala zima la hii tafsiri ambayo inatolewa ya kwamba Gen Z labda ni watu wa fujo, ni watu wanaotakiwa kupigana. Nitawapa mifano miwili tu ambayo iko ndani ya Qur'an tukufu, surati Hudi na surati As-Saffat. Nitawatajia vijana wawili. Sasa na nyinyi uchague utakuwa kijana yupi. Ukiangalia surati Hudi utakuta historia ya Nabii Nuh. Ndio mnafahamu nyinyi ni mashekhe sasa hivi. Ile Nabii Nuh ni nabii ambaye alikuwa na mtoto wake wakati ule Mwenyezi Mungu amemwamrisha atengeneze safina. Manake kipindi chake walimwasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mwenyezi Mungu akamwambia tengeneza safina, akiwa anakusudia kwamba ile safina ndio itakuja kuwaokoa hao watu. Sasa wakati anatengeneza safina, kuanzia familia yake yeye mwenyewe akiwemo mtoto wake, maana nakusudia mtoto hapa, sitakwenda nje ya pale, alimzomea baba yake. Maana sio tukaanza kusingiziana hapa, sijui watoto wa siku hizi watatukana wazazi, wadalala, hawana adabu. Na kueleza Nuhu generation, Nabii Nuhu generation, kipindi cha Nuhu, mtoto anapingana na baba yake. Anamwambia baba, hicho unachokifanya ni kitu cha ajabu sana. Watu wanakucheka, mimi mwenyewe pia nakucheka. Lakini hatimaye Mwenyezi Mungu katika mpango wake aliokuwa ameupanga, ilifikia wakati yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile baada ya kuikamilisha ile safina, Mwenyezi Mungu akaleta gharika. Maji yakawa yanatoka chini na mengine yanatoka juu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabii Nuhu, ewe Nabii Nuhu, chukua vizazi kike na kiume vyote uviweke ndani ya jahazi lile, kwa maana ya safina. Na baada ya hapo sasa, kila mmoja anayekufuata aingie wapi? Umo kwenye nini? Kwenye safina. Watu waliingia, lakini yule mtoto alimkatalia baba yake. Angalia mzazi alivyokuwa anamtaka yule mtoto wake. Akamwambia, wewe mtoto wangu, irkam maka, hebu ingia na sisi huku, wala takum ma'al kafirin, usije ukawa miongoni mwa watu waliomshirikisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ukinipinga mimi, maana yake umempinga nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala takum ma'al kafirin, usije ukawa umempinga nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikilize mtoto anamjibu baba yake. Akamwambia, wewe baba, saawi ila jabali, mimi nitakwenda kupanda nini? Mlima. Unajua yale maji yalivyokuwa yanafumuka hivi, yanakwenda mpaka yanafikia nyumba fulani hivi, yanazimeza. Simshawahi kuona mafuriko, watu wengine wanapanda juu ya nyumba, maji yanaendelea, watu wanapanda juu ya miti, maji yanaendelea, watu wanapanda juu ya milima. Sasa Nabii Nuh mwanae anamwambia, anasema saawi ila jabal, mimi nitapanda juu ya mlima, yasimuni minal ma'i, mlima mimi utanisaidia kunitenganisha mimi na nini? Na maji. Nabii Ibrahim anamwambia, mwanangu, leo hakuna kitakachosaidia
zaidi ya watu watakaopanda kwenye mashua hii, kwenye hili jahazi. Kama ukupanda uponi. Akamlalamikia, akamwambia baba wewe achana na mimi. Akapanda ule mlima maji yakaenda yakalevo. Vitu vyote ambavyo vikuwepo kwenye safina vyote vilifanya nini? Viliangamia. Kwa hiyo akampoteza Nabii Nuhu mtoto wake. Sasa wewe jiangalie, wewe ni katika mtoto huyo? Tuje mtoto wa pili ambaye mfano wake ni mtoto wa Saidina Ibrahim, ambaye amempata kwa tabu. Qur'ani inatuambia katika surati Saffat, falamma balagha ma'u sa'ya, ilipofikia yule mtoto wa Nabii Ibrahim sasa ameshakuwa anaweza kufuatana na baba yake toka hapa kwenda pale, akatumwa dukani akafanyaje. Msikilize Saidina Ibrahim anajadiliana na mwanae juu ya kile alichokilota. Anamwambia, wewe mtoto wangu, inni ara fil manam, nilivyokuwa nimelala mimi nimeoteshwa anni albank, kwamba mimi nakuchinja. Kwa sababu ni mimi ndoto zangu ni amri, kwa hiyo lazima nikuchinje mtoto wangu. Sikiliza anavyomuuliza mwanae, fandhuri madha tara, unasemaje wewe mwanangu? Hebu jichukulie wewe mtoto, yani baba yako ni nabii, alafu wewe ni mtoto wake, alafu anakuambia nimeoteshwa ili nikuchinje, alafu anakuuliza, mnakaa mnajadiliana na mwanao namna ya kuchinjwa. Yani huyu anapanga kumchinja mwanae na huyu anasikiliza ili achinjwe. Wewe ungekubali kuchinjwa? Ngumu. Lakini tunataka ujifunze, uone huyu mtoto alivyomjibu baba yake. Akasema, ewe baba yangu, ifalu ma tu'maru, tekeleza kile alichokuamrisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumsalie Mtume Muhammad. Jifananishe wewe na mtoto yule wa Nuhu na mtoto wa Ibrahim. Kilichotokea ni kitu gani? Yule mtoto wa Nabii Nuhu unajua aliangamia. Mtoto wa Ibrahim sasa akakubali kwenda kuchinjwa. Wakati anakwenda kuchinjwa sasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ameshasadiki kwamba hao wote wamefuata amri yangu. Mwenyezi Mungu alimweka Ismaili mtoto wa Ibrahim pembeni, akamleta nini? Akamleta kondoo, mnyama ndio akachinjwa badala yake. Wale wakasalimika. Kwa hiyo wakati mwingine unapotekeleza mambo mema, Mwenyezi Mungu anakuletea mbadala. Lakini unapotengeneza mambo mabaya, Mwenyezi Mungu anakuangamiza. Kwa hiyo tumuombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asitujalie tukawa ni katika wale wanaopotosha kwamba jenzini wafanya fujo. Tuseme amina. Amina. Tuwe ni katika watu wema. Amina. Kutokana na mazingira tuliyoyaona, jenzi ni watu wema na ni watu ambao wanatengeneza mazingira na wana maarifa ya kuelewa kitu gani kibaya kwa sasa, kitu gani ni kibaya kwa baadaye, na baada ya hapo tutakuwa ni watoto wema. Kwa hiyo hilo nadhani swali lenu nitakuwa nimelijibu kikamilifu. Naomba niishie hapa, angalau tutakuja kukutana wakati mwingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani wanu au nani? Watoto wa Ibrahim wote hapa. Inshallah. Alhamdulillah.